Waliomsaidia Imam Khomeini kumpindua mfalme wa Irani mwaka 1979 ni pamoja na mataifa ya Magharibi, na baadaye Imam Khomeini aliweza kuwageuka, na baadhi ya wale ambao waliomsaidia moja kwa moja ambao waliendelea kuwa nao pamoja, basi ndio hawa ambao tunakuja kukuzungumzia kwa ufupi kwa siku ya leo. Imam Khomeini pamoja na washirika wake mwaka huo, kabla ya mwaka 1979, alilazimika kuondoka nchini Irani na kuishi uhamishoni kwa muda wa kutosha kabisa. Huko uhamishoni alikuwa akijipanga namna gani, atatumia mbinu gani ili aweze kumpindua mfalme Pahlavi. Lakini jambo la kushangaza, mfalme huyo alikuwa akiungwa mkono na mataifa ya Magharibi. Vuguvugu na harakati za kumchukia mfalme Pahlavi zilianza katika soko la mjini Teherani, ambako pia kulianza maandamano ya hivi karibuni mwaka huu 2026. Walidai ya kwamba maisha yamekuwa ghali nchini Irani. Hivyo basi mwaka huu 1978-79 vilevile wafanyabiashara katika soko hilo waliweza kukemea vikali maamuzi ambayo yalikuwa yakielekea kuchukuliwa na mfalme kuhusu wafanyabiashara wapya ambao wanatakiwa kuwekeza katika soko hilo, aidha katika biashara kwa ujumla, na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa Irani, jambo ambalo liliwakera kwa kiasi kikubwa wafanyabiashara wakubwa nchini humo. Katika jiji la Teherani, katika soko hilo, ni pale mfalme alitangaza ya kwamba anaruhusu mashirika ya kigeni na wawekezaji wa kigeni kuja kuwekeza nchini Irani kwa kiasi kikubwa. Jambo hilo liliwafanya wafanyabiashara hapo kuweza kupatwa na hofu kubwa, kwa kuwa walikuwa hawajajitayarisha kukabiliana na wafanyabiashara wa kigeni ambao tayari wana uzoefu mkubwa kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia katika kipindi hicho. Hivyo basi wafanyabiashara wakubwa mjini Tehran waliweza kuchochea kwa kiasi kikubwa chuki dhidi ya mfalme na uongozi wake. Wakati mvutano huo ukiendelea, vilevile walikuwepo wanaharakati huru ambao waliamini kwamba iwapo mfalme ataondolewa madarakani na ufalme wake kuweza kufutwa kabisa, basi serikali itakayoundwa kwa mara nyingine itakuwa ni serikali ambayo itasimamiwa na bunge na miswada yote ya sheria itakuwa ikiidhinishwa na bunge. Vilevile yalikuwepo makundi ya kijihadi, makundi ya kidini ambayo yalikuwa yakikabiliana na wapelelezi, maafisa wa upelelezi wa Shah ambao walikuwa na wajibu wa kumkamata na kumweka nguvuni mtu yoyote ambaye ataonekana kwamba ana mwenendo wa kupingana na kile ambacho mfalme anataka kifanyike nchini Irani. Hivyo basi makundi haya ya kidini ambayo yalikuwa yakifadhiliwa aidha yakiungwa mkono na Urusi yaliweza kuwa na nguvu kubwa na kuweza kukabiliana na maafisa wa upelelezi wa mfalme. Hili lilikuwa ni vuguvugu la ndani nchini Irani. Mwaka 1978 baada ya Imam Khomeini kuweza kujipenyeza akiwa uhamishoni kutoka katika mataifa ya Mashariki ya Kati hadi kuweza kufika nchini Ufaransa, aliweza kupewa hifadhi nchini Ufaransa, na huko nchini Ufaransa alikuwa na uhuru wa kuweza kujieleza na kukutana na raia wengine wa Irani waliokuwepo nchini humo ambao waliokuwa wakiungana na fikra zake aidha na falsafa zake kuhusu uongozi wa Irani. Alikuwa akifikisha ujumbe wake, na mbinu nyingine ambayo alikuwa akitumia ni kuweza kufikisha ujumbe huo kupitia misikiti, kwa kuwa idadi kubwa ya raia wa Irani ambao waliokuwepo nchini Ufaransa kipindi hicho walikuwa wakikutana katika misikiti. Hivyo basi ilikuwa ni rahisi kwa Imam Khomeini kuweza kufikisha ujumbe wake. Wakati huo nchini Irani, wapinzani wa utawala wa mfalme walikuwa wakiendelea kukamatwa na kunyanyaswa kama ilivyokuwa ikifahamishwa katika vyombo vya habari. Rais wa Marekani kipindi hicho, Jimmy Carter, alikemea vikali mwenendo huo wa mfalme na kama vile kuonyesha kwamba hana tena ushirikiano wa moja kwa moja na mfalme ambaye alimtuhumu kukeuka haki za binadamu. Ulifanyika mkutano katika kisiwa katika bahari ya Caribbean, kisiwa cha Guadeloupe, ambapo Marekani, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani waliweza kuafikiana ya kwamba hali inayoendelea nchini Irani ni hali ambayo inapelekea kwa sasa kuchukua maamuzi ambayo ni ya kumtema mfalme. Mataifa haya yalitangaza wazi ya kwamba hayamuungi tena mkono mfalme Reza Pahlavi. Mataifa haya ya Magharibi yalitafuta namna ya kuweza kuzungumza na Imam Khomeini na kumwonyesha wazi ya kwamba wanamuunga mkono katika harakati zake za kutaka kumpindua mfalme. Jeshi la Irani kipindi hicho lilionyesha kwamba halifuati tena amri kutoka kwa mfalme, ikiwemo amri ya kuwafyatulia risasi waandamanaji katika maandamano ambayo yalikuwa yakifanyika mara kwa mara nchini humo yakipinga utawala wa kifalme. Na mwisho wake mfalme aliweza kuondolewa madarakani. Imam Khomeini aliweza kuingia nchini Irani na kuchukua uongozi. Alitangaza wazi ya kwamba atahakikisha utamaduni wa Irani unaheshimika, imani ya kidini pia Irani itaendelea kuheshimika. Jambo lingine ambalo lilitokea ni kuona ya kwamba serikali ambayo iliyoundwa ni serikali ambayo ilikuja na misimamo ya kidini ambayo mataifa ya Magharibi ambayo yaliokuwa yakimuunga mkono kwa njia moja au nyingine hayakuweza kuridhishwa na uamuzi huu ambao uliochukuliwa na Imam Khomeini.
Imam Khomeini alionekana kusimama kidete na kuweza kukataa kuburuzwa na mataifa haya ambayo yalionekana ya kwamba yanamuunga mkono. Unadhani serikali iliyoundwa na Imam Khomeini nchini Irani iliwageuka wale ambao waliowaunga mkono wakati wa kumpindua mfalme, aidha alifata matakwa ya raia wake?